Karibu tena na tena tuwe hapa kuendelea kujuzana kile ambacho kinaendelea na haswa kuhusu masuala ya kisoka, kiburudani, kijamii na matukio tofauti. Langu jina naitwa Chiwaga, wengi wanapenda kuniita hivyo. That's my name. Siwezi kukataa, hilo ndio jina langu halisi kabisa. Tuko hapa kukujuza mengi ambayo yanaendelea kuhusu masuala ya kisoka, masuala ya kiburudani na matukio kadha wa kadha. Na kukumbusha tu, kama hauja subscribe kwenye YouTube channel yetu, subscribe, bonyeza alama ya kengele kuwa miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kujua ni kipi ama ni lipi ambalo linakuwa linaendelea. Story kubwa ambayo tunayo siku hii ya leo inahusu club ya Young African. Najua Young African wana kipi ambacho kinaendelea sasa. Kwa muda huu ambao uko na sisi hapa, ni muda mzuri sana kwako kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, kulike na kuelewa mengi. Tunafahamu klabu ya Yanga tayari wameshaanzisha academy yao, Yanga Soccer School, ambayo hii ipo kwa ajili ya kuibua vijana na lakini pia vile vile kutengeneza kikosi ambacho kitaweza kuhimili michuano, ligi, lakini pia vile vile kutoa wachezaji wakubwa ambao wataenda kuwakilisha katika mabara mengine, ambapo katika uzinduzi huo kulikuwepo na wageni wengi ambao waliweza kuwepo na kwenda kutoa semina. Miongoni mwa watu wakubwa sana ambao walikuwepo ni Pitson Mozimana, ambaye alikuwa ni kocha wa club ya Al Ahly, kocha ambaye mwenye historia kubwa, kocha ambaye amefanya makubwa sana katika bara hili la Afrika, na ni kocha ambaye ana historia yake. Sasa mengi ambayo yamezungumzwa, mengi ambayo mashabiki, wadau wa soka wameweza kuizungumzia ni juu ya sakata ambalo Yanga wao ni kama challenge tu ya kwanza kwa hii academy. Moja ya kitu ambacho kimekuwa kikubwa sana na watu wengi wameweza kukitolea maneno, kutoa maoni yao, ni juu ya kwamba hii academy imekaa sana kwa watu ambao wenye kipato, kwa sababu kujiunga wametangaza ni 600,000, ambapo ukitoa 600,000 unaingia kwenye academy na unakuwa ni unapeleka kijana, anafanya training, anafanya mazoezi pale, na anakuwa miongoni mwa wanafunzi ambao wapo katika shule hiyo ya Yanga ya mpira. Sasa wengi wametoa shauku, kama nilivyosema, shauku kana watu ambao wanaonekana wengi kidogo kama kipato wa kipo. Sasa wanaonesha kwamba sana Yanga itakuwa inaangalia sasa hapo sio kipaji, itakuwa inaangalia uwezo wa kifedha, kwa sababu wenye vipaji wengi familia zao ni hali duni kama wengi wanavyodhani. Sasa kupitia hili kuna maoni mengi yametolewa na maoni mengi ambayo yamezungumzwa, lakini kiuhalisia ni kwamba mpaka Young African wanaandaa hichi kitu, maana yake waliangalia gap zote, waliangalia kwa watu ambao wana uwezo na wale ambao hawana uwezo, wenye vipaji na wale ambao wenye jitihada na kutamani kujua mpira kinaga ubaga. So yote kwa yote tuko hapa kukujuza, na chochote ambacho tutakipata kuhusu kuanzishwa kwa academy hii ya mpira ya Young African, kitachokuwa kinajili, kitachokuwa kinaendelea, tutaendelea kujuzana, tutaendelea kufahamishana. Mimi nakukumbusha tu, kama haujawahi kusubscribe, basi subscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kupata habari, story na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Hii ipo kwa ajili yako, ipo kwa ajili ya kukujuza ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea haswa kuhusu soka. Comments zako ni zipi, na wewe unachukuliaje hii academy mpya ya Yanga ambayo wameipa jina la Yanga Soccer School? Unahisi ipo kwa ajili ya wachezaji wadogo wote au ipo kwa tabaka? Comments zako tutazipitia na tutaweza kuzifanyia kazi.